Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu katika bandari ya Kasanga, bandari ambayo ni ya kihistoria kwa sababu ilianzia mbali katika kipindi cha Wajerumani mwaka 1888. Lakini kupita huko akaja Waingereza, lakini na sasa ikaja TPA, mamlaka ya usimamizi wa bandari, ambayo ndio ilikuwa na jukumu kubwa la kuendeleza na kusimamia bandari hii na bandari zingine nchini. Sasa kwenye hii bandari mwaka 2008 tulianza maboresho ambao tulitengeneza gati la mita 20 na maeneo ya kuhifadhia mizigo. Lakini mwaka 2020 tukafanya maboresho mengine makubwa ambayo tuliongeza gati kutoka mita 20 mpaka mita 120 kwa ajili ya kuhudumia meli nyingi na meli kubwa. Sasa tulipofanya maboresho pia tuliongeza eneo kwa ajili ya abiria, lakini pia na nyumba kwa ajili ya wafanyakazi. Sasa bahati mbaya sana mwishoni mwa mwaka 2020 kulitokea hali ya kujaa kwa maji ambako hakukutarajiwa. Na baada ya uchunguzi tuliona kwamba haya maji yalijaa tena miaka 50 nyuma iliyopita, lakini hakukuwa na takwimu za kutosha za kuonyesha kwamba yalijaa kiasi gani. Sasa ukiangalia hapa kwenye picha yetu mbele, hii ni baada ya maboresho ya gati ya mita 120. Baada ya maboresho haya tuliona meli kubwa ambazo zilikuwa zinaleta mzigo, na mzigo mkubwa ambao ulikuwa unaletwa ulikuwa ni simenti, lakini baadaye yakaanza kuja makaa ya mawe. Lakini baada ya maji kuanza kujaa mwishoni mwa mwaka 2021, eneo la kuhudumia magati likawa ngumu kufanyia kazi na maji yalijaa zaidi baada ya miaka miwili mbele na kusababisha hii bandari kufungwa kwa muda. Lakini wakati tuna observe hizi trends, tukaona kwamba sasa maji yameanza kupungua kidogo na tunaweza tukaja na mkakati madhubuti ambao tutaboresha hii bandari kwa muda mfupi ili meli zianze tena kurudi. Kwa sababu tunafahamu kwamba hili eneo ni kilomita 105 mpaka 107 tu kutoka Sumbawanga. Na mzigo mkubwa ulikuwa unatoka Mbeya pamoja na Songea. Kwa hiyo tunajua kabisa hii ruti ni fupi kwa kuweza kufikia Kongo maeneo ya Moba na Karemi. Kwa hiyo maboresho ya bandari na kwanza kuitumia kutafungua uchumi mkubwa sana wa eneo hili la mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo kwa maelezo haya mafupi nilikuwa nataka pia tukajionea hali halisi ya kujaa kwa maji nikiwa naendelea kukupa maelekezo on the way. Nashukuru sana. Waziri Mkuu, maji kabla hayajajaa kabisa, ukiangalia ile eneo hapa kuna kile kichanja kwa ajili ya kubebea mzigo. Ule ndio ulikuwa mpaka wa maji wa gati yetu. Kwa hiyo hilo ni eneo la gati kimsingi. Hilo ni eneo la gati. Lakini maji kujaa yalikuwa hayajafika, tena yalikuwa chini kabisa ya gati. Kwa sasa baada ya maji kupungua tukaangalia matatizo ambayo tunaweza tukayasolve kwa muda mrefu. Moja hilo lilikuwa ni access road hii. Hii ilikuwa bado haijafanywa kazi, kwa hiyo tukatafuta mkandarasi ambaye sasa hivi anaifanyia kazi na anajenga. Mwezi wa 5 atamaliza. Hii ni kwa ajili ya mizigo na abiria. Hii ni njia kwa ajili ya waenda kwa miguu ambao eneo la abiria ni ile pale juu. Lakini pia ukiangalia tulikuwa na issue ya mzani. Mzani tumeshauleta tayari, lakini kwa eneo lilivyo topography tumeanza kuwasiliana na watu wa TANROADS ili tumzani tuweke nje ya bandari. Kuna eneo moja pale tumelidentify la barabara ili kuweza kufanya movement nzuri za mizani na magari. Kwa hiyo hii ndio hali halisi ambayo tulionao sasa hivi. Ingawa mwaka jana muda kama huu maji yalikuwa yamejaa zaidi. Ukiangalia ule ufito mweupe ule maji yalikuwa usawa ule. Lakini sasa hivi tunaona kwamba kuna nafuu kidogo. Kwa hiyo hii ndio hali halisi. Kwa hiyo kuna solution ya muda mfupi ambayo tumedevise tayari. Tunataka kujenga kitu kinaitwa flood barrier. Lile eneo lote ambalo tunasema tunafanyia operation tutalizungushia na ukuta wa zege kwa ajili ya flooding. Then tutalizungushia kwa ajili ya kuzuia maji, na tutaweka kitu kimoja kinaitwa sump ili maji yakiingia tunaweza tukayatoa nje ili tukaendelea kuhudumia mzigo. Kwa sababu upande wa gati hauna shida, lakini upande wa operation ndio kuna shida. Kwa hiyo tukishafanya hivyo maana yake tutakuwa tumeifungua hii bandari na tutaenda kuitumia vizuri zaidi. Yes. Nchi kama Netherlands sisi wametengeneza flood barriers. Yes. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambao wamezungumza mtaalamu wetu, hizo ni jitihada ambazo sekta inafanya, ambao ya kwanza ni ya muda mfupi kwa ajili ya kusogeza maji kama alivyoelezea, lakini ya pili tayari wizara ilituma timu ya wataalamu kutoka maeneo tofauti tofauti ili kujifunza hii hali ya maji kuongezeka
katika maziwa yote inasababishwa na nini, ili kwenda Nyasa, ili kwenda Victoria na hapa Tanganyika. Na sasa wana develop solution kwa kila ziwa specifically. Tunategemea kwenye mwaka wa fedha ujao itatusaidia kuweza kutafuta ufumbuzi. Kwa sasa hivi tunatafuta mkandarasi mshauri wa kutusaidia namna kulimaliza hilo. Kama ambavyo amezungumza mtaalamu, bandari hii ni muhimu sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa na hata kwa baadaye, kwa mpango ambao serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya, kama ambavyo umeona bilioni 4.7 zilikuwa zimewekwa hapa ili isaidie kuvusha mzigo kwenda kwenye maeneo jirani. Ukiangalia hii bandari pia inaweza kutusaidia kupunguza msongamano pale Tunduma pamoja na maeneo mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha kwa ufupi. Pale ilivyo kwa sasa hivi kina ni kirefu. Pale sasa hivi tunaenda nusu mita, ni 0.56. 0.56, kwa ni nusu mita juu kidogo. 0.6. 0.556. Kwa ni kama nusu mita. Nafika hapo. Urefu mpaka magotini. Mpaka magotini. Okay. Naam. Iko kama mpaka magotini. Mpaka magotini, lakini ile flat belly tutaijenga kubwa kwa sababu zinatia nanga wapi? Ukiona ile guardrail ilipoishia pale inakuja mpaka hapa kwenye kona hii. Kwa hiyo baada ya hapo kina kinatosha kwa meli kuu. Kuna kina cha mita 14. Kina kikubwa sana. Kwa hiyo tukishaboresha huku upande wa operation, basi tunaweza tukapaki meli. Na wakati ikiwa inafanya kazi, flow ya mizigo ilikuwaje? Kwa kipindi kwa mfano cha mwaka 2023-24 tulipokea mzigo karibia tani 3273. Yes. Wakati mwaka jana ilikuwa tani 68. Kwa hiyo drop. Yes. 68 kutoka 3200. Lakini tunaamini na kutoka hapa kuna mwendo wa yani kuzunguka ziwa kuingia DRC bila kupitia ziwa hili. Milima hivi barabara Kasesa sio? DRC. Kasesa. Karibu ni Kasesa. Si tukipita nchi kavu sio? Mheshimiwa Naibu Waziri. Greda. Naibu Waziri Greda. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunashukuru hujalikataa jina. Unajua jina la utani ukilikataa tu litaendelea. Hapo linaendelea. Hapa tulipo kutokea hapa ile sehemu ya nchi kavu ya kuingilia DRC pana mbali kiasi gani kutoka? Ni barabara hii au iko nyingine? Ni ile ya nchi kavu. Ile tulivyokuja, wakati tunakuja kuna sehemu kutaka mji kama kuna kona kali, ile barabara inaenda kule. Ni huku. Ni kama kutoka pale ni kama ni kilomita 50. Umeshafika Kalambo au kabla? Au kishafika pale Mahatai. Na tuna wakandarasi wawili wanaelekea kule. Mmoja ameshafika 42%, mwingine tumeshampa advance. Sasa hivi anafanya clearance. Mpaka mpakani pale Kasesa. No, Zambia. Hii ni nchi kavu. Unaingia Zambia. Kwa maana ya maji, hii ndo bandari ya kwanza kwa kusini. Pale tulipokuwa jana Nkasi, kuna barabara inaingia nyingine ni ya pili. Kuna nyingine iko mbele ya tatu, ambazo sasa ndio zinakwenda moja kwa moja DRC. Kasanga. Kasesa ni pafupi zaidi kwenda DRC. Ni pafupi, isipokuwa lazima upite tena Zambia. Huku kunahisisha kwamba unakwenda straight. DRC upitii Zambia. Ule mzunguko unakuwepo kwa wale wanaokwenda DRC. Ukipita hapa ni straight. Yaani kwa uhakika kutaka kwenda Kongo bila kupitia nchi nyingine, hii ndio entrance ya kwanza. Na Kalema au Kabwe, zote hizo Kigoma yenyewe. Na tunavyokwenda hata Kigoma pia. Sasa
Sawa, nadhani it's okay. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele usikose.